Boni Online TV. Kwa jina naitwa Kamishna Msaidizi wa Polisi Ramadhani Said Kitato, Kaimu Kamanda wa Polisi Viwanja vya Ndege Tanzania. Siku ya leo tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 2 asubuhi ilipotiwa kwamba kuna ajali ya ndege aina ya 787 Boeing ambayo ilikuwa inafanya safari zake kati ya Afrika Kusini na kuja kwetu hapa Tanzania. Katika ajali hiyo ambayo inasadikiwa kwamba ilikuwa na abiria jumla 139, kulitokea vifo vya abiria 9, lakini abiria wengine wote waliokolewa na kupelekwa katika hospitali mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Kwa kifupi nieleze kwamba hili ni zoezi la utayari ambalo linatokana na sheria za usafiri wa viwanja vya ndege duniani, na viwanja vyote vya ndege vitakuwa vifanye zoezi la utayari kama hili ili kuweza kupima wepesi wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na majirani wa viwanja vya ndege, namna gani ajali ikitokea basi tukio linaweza likakabiliwa kwa haraka sana. Ndege vitakuwa vifanye zoezi hili mara kwa mara ili kupima utayari wa watu, lakini pamoja na kupima vile vile tuoneshe jinsi gani tunaweza tukafanya uokozi kwa wepesi na kwa uharaka. Basi tuwataarifu tu wananchi na umma kwa ujumla kwamba ilikuwa zoezi la kawaida na sio ajali ya ndege ambayo ni serious kabisa. Majina yangu ni Betha Bankwa, mkurugenzi kiwanja cha kimataifa cha Julius Nyerere. Leo tumefanya zoezi la utayari, yani emergency drill, ambalo ni katika juhudi za kuendelea kuimarisha usalama wa kiwanja, lakini pia kupima utayari wetu kama kiwanja tunaweza vipi kukabiliana na majanga ya ajali pindi yanapotokea. Lakini tunafanya zoezi hili kwa mujibu wa taratibu na miongozo mbalimbali ambayo inatolewa na shirika la usafiri wa anga duniani, yani ICAO, pamoja na mamlaka ya usafiri wa anga TCAA, ambayo miongozo hiyo inatuelekeza kwamba lazima tuwe na plan, yani document ambayo iko well planned ya kuonyesha ni namna gani kama kiwanja na wadau tumejipanga wakati wa dharura. Katika mwongozo ule tunaonyesha majukumu ya kila mdau, anafanya nini na anapaswa kuwajibika vipi, na miundombinu tulionayo inatumika vipi katika kuhakikisha kwamba tunaweza tukaokoa rasilimali lakini na maisha ya watu. Lakini si hilo tu, itakumbukwa kuwa
Jainia ni role model kwa Afrika, hasa baada ya kupata tuzo ya usalama kwa viwanja vya Afrika ambayo ilitolewa na baraza la viwanja vya ndege la Afrika, yani ACI, ambayo ilitolewa mwaka jana South Africa, na mwaka huu wanategemea kufanya kikao tena kingine Arusha mwezi Aprili kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 30. Kwa hiyo ni wajibu kama Jainia kuendelea kuhakikisha kwamba kile tulichokipata na tulichokithibitishia umma kwamba tunaweza tuko vizuri kwenye issues za usalama, kuendelea kukifanyia kazi kwa kukitesti, kuhakikisha kwamba sisi kweli tuko vizuri na kama miongozo yetu inavyoeleza. Katika zoezi la leo tulikwenda kutesti vitu mbalimbali kama mawasiliano, ni namna gani tunaweza tukafanya mawasiliano wakati wa dharura na vyombo vyetu vya mawasiliano viko vipi, lakini kuangalia uratibu kwa ujumla wakati wa dharura tunaweza vipi kuratibu kwa maana ya commanding, lakini pia tunaweza vipi kushirikiana na wadau mbalimbali na watu wengine wa maokozi, yani kwa maana ya coordination kati ya taasisi na taasisi. Lakini si hilo tu, kuangalia pia ustahimilivu wa kiwanja, yani resilience, na uwezo wa kiwanja kurudi kwenye biashara na operations za kawaida baada ya ajali. Kwa hiyo ndio vitu vikubwa ambavyo pia tulikuwa tukiviangalia. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa, na baadhi ya mapungufu ambayo tumeyapata na kuyaona wakati wa zoezi tutakwenda kuyafanyia kazi. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.